Sikiliza, umaskini hautokani na mtu alichonacho. Umaskini unatokana na mtu kuamini uongo. The cause of poverty is not lack of resources, is wrong beliefs. Ni mtu anapoamini lies. Na hauwezi ukatibu tatizo linalotokana na kuamini uongo kwa kumpa mtu vitu. Ukimpa mtu vitu kwa sababu anaamini uongo, imani yake ya uongo itamweka katika umaskini alionao. Ndio maana Yesu wakati anaongea na wanafunzi wa Yohana akamwambiaje? Akamwambia vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanatembea. Akasema maskini hawapewi hela, wanahubiriwa habari njema. Because the only antidote for poverty is truth. Mtu atapoisikia kweli na kuiamini. Sikiliza, unajua mtu unaweza kuzani kwamba unaishi Tanzania. Hauishi Tanzania, unaishi kwenye imani yako. Ndio maana kwenye nchi ile ile mtu anayekopa kuna ambaye anakopesha. Kwenye mtaa ule ule ambao kuna mtu analala na njaa, kuna mtoto anakataa chakula. In the same area. What do you believe? Ndio maana injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aamini. Ndio maana kwamba ubiri injili na ubiri maana yake ni neno kuhubiri ni kuannounce. Injili inatangazwa kwa maskini. Maskini wanatangaziwa habari njema. Habari njema kuhusiana na kweli ya wao ni nani. Kwamba wakimwamini Kristo wao ni matajiri. Kwa sababu umaskini hauko kwenye mikono na akaunti za benki. Umaskini uko kwenye nafsi ya mtu.